Vikipikwa vikapikika, sina budi kuweza kuwapakulia, na karibu tuweze kuwapakulia habari kuhusiana na kile ambacho mbunge wa Lang'ata Jalang'o aliweza kusema kuhusiana na ile nyumba ya Edwin Sifuna ambaye ni seneta wa Nairobi iliyojengwa kule Ushago, nazungumzia kule Bungoma nyumbani kwake Edwin Sifuna. Na basi iwapo ni mara yako ya kwanza kujiunga nami kwenye account hii ya Director Dasi, na kuomba tu kwa moyo mkunjufu uweze kusubscribe, uweze kuring kengele to turn on notification, ili ndiposa ninapodondoa kazi sawia na hizi kama hizi na zingine zaidi kabisa, unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kupata uhondo wenyewe. Naam, tunaona kwamba hali katika mitandao ya kijamii imeweza kuwa mingi sana, na watu wengi wameweza kujitokeza kuweza kuzungumzia ile nyumba ya Edwin Sifuna ambayo imekuwa ikigonga vichwa vya habari pindi tu baada ya wao kuweza kuandaa mkutano kule magharibi mwa Kenya. Nazungumzia katika kaunti ya Trans Nzoia na kaunti ya Bungoma, na tunaona kwamba nyumba ya Edwin Sifuna imekuwa ikisambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, na watu wengi wameweza kujitokeza kutoa maoni, wengine wakiwa na maswali si haba, wakitaka kujua kwa nini nyumba ya Edwin Sifuna iwe namna hivyo, na bali isiwe ni jumba ambalo labda tutasema kwamba ni kasri kubwa lenye kupigiwa mifano kama viongozi wengine. Ni jambo ambalo limeweza kuzua mjadala mkali, na viongozi wakaweza kujitokeza, Wakenya wengine wakiweza pia kujitokeza, kila mtu akiwa mbioni kuweza kutoa maoni yake kuhusiana na nyumba hiyo. Na basi mbunge wa Lang'ata Jalang'o aliweza pia kujitokeza na kuweza kutoa maoni yake pale kwenye mjadala, na wakati tu ambapo alikuwa akifanywa interview na Alex Mwakideu, Jalang'o anaweza kujitokeza na kusema kwamba anamuunga mkono Edwin Sifuna kwenye nyumba hiyo, na kusema kwamba hana haja kujenga nyumba kubwa, manake yeye wakati mwingi huwa katika gatuzi la Nairobi. Lakini pia Jalang'o anaweza kusema kwamba sasa imefika wakati wa Edwin Sifuna kuweza kujenga nyumba ambayo ni kubwa, kuweza kujenga nyumba ambayo ni kasri kama vile ya mbunge wa kule Mumias Mashariki, na mzungumzia Peter Salasya. Na kumbuka kwamba Peter Salasya pia hapo awali aliweza kumkejeli sana Edwin Sifuna na kumuona kwamba ameweza kuanguka sana, kumuona akiwa kiwango cha chini sana kwa kuwa na nyumba kama hiyo ambayo yuko nayo kwa sasa hivi. Na kwa hivyo Jalang'o anasema kwamba ni wakati sasa umefika wa Edwin Sifuna wa kuweza kujenga nyumba kubwa, manake wakati huu ambapo anawania urais, wakati huu ambapo anatafuta wadhifa wa juu zaidi, anahitaji nyumba kubwa ambayo anaweza kuwakaribisha wageni wengi. Na pia Jalang'o anasema kwamba anaweza kutoa mfano kwa pale wa Mnyoro, anaweza kuzungumzia nyumba ya Rigathi Gachagua na kusema kwamba Sifuna kufikia sasa anapaswa kuwa kama Rigathi, kwani anapaswa kuwa na nyumba kubwa ili ambapo anaweza kupanga mikutano yake, pale ambapo anaweza kuwakaribisha wageni wengi na kuwa na shughuli si haba pale anapokuwa nyumbani. Lakini Sifuna mwenyewe wakati ambapo alikuwa akizungumza, nazungumzia kwenye interview moja kali ambayo inazidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii, wakati ambapo aliweza kufanywa mahojiano na Yvonne Okwara Matole kwenye runinga ya kitaifa ya Citizen TV, Sifuna aliweza kujitetea na kusema kwamba yeye ni mtu ambaye ni tofauti na viongozi wengine, na si kwamba ni mtu ambaye anapenda ile luxury, si kwamba ni mtu ambaye anapenda vile vitu ambavyo labda vitaweza kuonekana kama ni kujionyesha tu, na kusema kwamba nyumba hiyo inaweza kumtosha, na ni nyumba ambayo alijenga mwaka wa 2015, na akaweza kusema kwamba nyumba hiyo labda tu hata anakaa hapo mara moja ama chini ya hata wiki moja kwa mwaka, na kwa hivyo hakuna haja ya yeye kuweza kuweka pesa mingi sana pale katika vitu kama nyumba. Na Wakenya wengi pia wameweza kumuunga mkono Edwin Sifuna na kuweza kusema tu kwamba kuwa na nyumba kama hiyo inaonyesha kwamba yeye ni kiongozi ambaye anafaa, na si kiongozi ambaye labda hata anaweza kuwakandamiza wananchi, si kiongozi ambaye labda hata anaweza kutumia pesa za wananchi ili kuweza kujinufaisha mwenyewe. Na hii ina maana kwamba Edwin Sifuna ukiangalia uongozi wake ni mtu ambaye amekuwa na misimamo dhabiti sana, ni mtu ambaye amekuwa mstari
mstari wa mbele kupinga ufisadi, ni mtu ambaye ameweza kujitokeza rasmi na Wakenya wameweza kumpenda kutokana na ile symbol life ambayo yeye ameweza ama amekuwa akiishi. Na hata pia unapotazama pale kwenye mavazi utapata kwamba mikutano mingi ama hafla mingi Edwin Sifuna utaweza kumpata akiwa amevalia tu t-shirt na hata labda tuseme ile trouser ya jeans na kuweza kuvalia pia viatu, na si mtu ambaye utamuona kwenye amevalia suti kila wakati, labda tu anapokuwa pale kwenye seneti ama labda anapokuwa pale kwenye official duties tu ndio anaweza kuvalia official. Na wakati mwingine watu wakawa wanajiuliza maswali, ama kuna yule ambaye alikuwa amesema hapa kwenye mitandao ya kijamii akiuliza pia akisema kwamba kwa sababu Edwin Sifuna anaweza kuwania urais ama atakuwa anawania urais, anapaswa kuanza kuvaa vyema, anapaswa kuanza kuvaa suti, lakini wengine wakawa wanamjibu wakisema kwamba Edwin Sifuna amezoea hivyo na Wakenya wengi wanampenda hivyo, na ni mtu ambaye anapenda that simplicity, si mtu ambaye anapenda vitu vya gharama. Na basi sijui maoni yako ni yepi kuhusiana na kile ambacho kimekuwa kikiendelea ama kinaendelea kwa sasa kuhusiana na ile nyumba ya Edwin Sifuna. Unaona kwamba viongozi wanapaswa kuwa na majumba makubwa, ama unaona kwamba viongozi wanapaswa pia kuiga mfano wa Edwin Sifuna na basi kuweza tu kuwa na nyumba ambayo ni moderate, kuweza kuwa na nyumba ambayo si lazima iwe kubwa kiasi? Na unaona pia Edwin Sifuna aliweza kutoa maoni yake na kusema kwamba hata akaweza kumzungumzia Raila Amolo Odinga ambaye ni hayati aliyeiaga dunia, akaweza kusema kwamba hata unapoangalia nyumba ya Raila Amolo Odinga ya kule Karen, utapata kwamba si nyumba ambayo ni nyumba ati kubwa ama imejengwa kwa design ambayo ni kubwa sana ikilinganishwa na wale ambao wamejenga pale Karen. Akasema kwamba ni nyumba ambayo inakaa kuwa simbo, na pia akaweza kutoa mfano ya kule Bondo akisema kwamba hata pia kule Bondo utapata kwamba nyumba ya Raila Amolo Odinga utapata kwamba si kwamba imejengwa ni kama kasri ama imeweza kujengwa katika shamba kubwa sana. Na Jalango alikuwa anasema kwamba Edwin Sifuna anunue shamba ama atafute shamba kama eka 10 hivi na aweze kujenga kasri kubwa na kubwa zaidi. Ni hayo tu kwa sasa, ni makala ambayo nimeweza kukuandalia na kuomba tu uweze kusalia hapa, ili ndiposa tunapoachilia habari kama hizi, tunapoachilia habari sawia na hizi na hata zingine tofauti ambazo zinazidi kugonga vichwa vya habari humu nchini na hata kwenye dunia mzima, unakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuweza kupata kujua ni nini ambacho kinaweza kuendelea. Na kumbuka kwamba support yenu inatusaidia sana, na bila nyinyi sisi hatuwezi kuwa mahali hapa. Nafahamika kama Director Dasi. Shukran na nakutakia kila laheri, uwe na wakati mwema.